Mwaka huu ni mwaka mahususi katika Jamhuri yetu ya Muungano wa Tanzania. Na mimi ningependa tujikite kabisa katika mada ambayo nadhani wote wanaiona ni muhimu. Mada ambayo imebeba umoja wetu kama nchi, imebeba existence ya Jamhuri yetu ya Muungano na mwendelezo wake wa uwepo, wa usalama na wa ustawi katika hizi hatua ambazo zipo. Mkuu wa mkoa na mwenyekiti, wote tunafahamu Oktoba 29 tunao uchaguzi mkuu katika Jamhuri yetu ya Muungano wa Tanzania. Ni tukio linalotokea mara moja kila baada ya miaka mitano. Mataifa mengine wanamwaga maji pale yanapotakiwa, wanapiga kirungu pale unapotakiwa, na akipiga kirungu tumboni hakina impact, inapiga sehemu wanazofundishwa. Sasa kama tunawapenda watu wetu, tuwaeleze, na nyamaza tena mseme amina, tuwaeleze, vinginevyo utakuwa na viwete wengi kwenye makanisa yetu wanapigwa virungu. Lakini pia tuendelee kutoa elimu kwa kurudia maagizo ya viongozi wetu wa vyombo vya ulinzi. RPC nchi nzima sasa hivi mimi nimesikiliza wanatoa maelekezo, maagizo. Jamani, ukishapiga kura yako rudi nyumbani, msikusanyike kwenye kituo cha kupiga kura. Mkipata matokeo vumilieni, kubali matokeo. Hayo maneno yanatoka kwa viongozi wa vyombo vya ulinzi. Tukikiuka hapo tutakutana na upande wa pili, na tukijua sisi wenyewe tukanyamaza, watu wetu wako hatarini. Kwa hiyo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, Mheshimiwa Nyarandu, mimi niombe nikuahidi kwamba tumelichukua hilo na tunakwenda kuwapa elimu ya kutosha watu wetu. Na kwa kuwa imani za dini zina nguvu kuliko mambo mengine, ndipo inapokuja sasa umuhimu wa semina kama hizi za viongozi wa dini. Mjue kwamba nyie kauli zenu kwa hawa watu wale ambao ni makada wetu, ni wafanyabiashara, watakapokuja kwenu, kauli zenu zikiwa njema, zenye upendo, zenye kuhubiri amani, zitamjenga sana huyu mtu. Lakini zikiwa kinyume chake, mtu huyu anaweza akafanya uharibifu mkubwa katika dunia hii. Lakini tatu, viongozi, kauli zetu zitakapotoka, hata mimi leo mkuu wa mkoa nikitoa kauli yenye lengo la kuwagawa watu, kauli ikishatoka hairudishiki tena wapi? Mdomoni. Nchi hii ikaingia katika machafuko, hautakaa uamini moja, mporomoko wa uwekezaji in trillions, kwa sababu wawekezaji wanaoleta pesa nchi za watu ni imani tu. Imani aliyojenga baba wa taifa Nyerere na wale waliofuata. Mungu ametutengenezea misingi fulani ambayo imeifanya Tanzania iitwe Tanzania. Kama tutaruhusu mwaka huu watu wanaoenda kutiki wanatiki, wanaotoka wanatoka, baadaye wale wanaotoka wanataka kupambana na wanaotiki, ikatokea vurugu, nchi hii hatutakuwa na nchi ya akiba. Kanisa halitakuwa na watu wa akiba. Na ndio maana nasema kuna umuhimu kukaa, tujadiliane, kuliangalia hili jambo katika mapana yake, katika uzito wake. Kama tunatiki kwa nini? Kama tunatoka kwa nini? Mtu mzima wa umri kama wangu hakubali tu mambo kwa sababu ameshawishiwa. Anakubali kwa sababu amesadiki. Ule usemi na upenda sana kutumia, nasema hivi: lile analoliona mzee wakati amelala, kijana hata kipanda kwenye mti hawezi kuliona. Sasa sisi ni wazee. Mimi nataka niwashauri neno moja, ndugu zangu mnaonisikiliza. Kazi yetu sisi kubwa, ambayo hata hao viongozi wameamua kutuleta hapa, ni moja tu, ni ya kufanya ushawishi katika mambo tunayosadiki kwamba ni sahihi. Basi, na hakuna kingine, ni kufanya ushawishi. Maana na moja ya sifa ya kiongozi, nyinyi wote mmesoma vitabu, mimi pia ni mpenzi wa kusoma vitabu vya uongozi. Kiongozi ambaye hawezi kuwa na ushawishi hafai. Kiongozi asiyeweza kuwa na ushawishi hawezi kuongoza watoke kwa njia iliyo sahihi. Tanzania katika nchi za Afrika ni kama kitovu, moyo wa Afrika. Kwa nini?
kwa sababu ukifuatilia historia ni kama vile Tanzania imepigania uhuru wa Afrika karibia robo tatu ya nchi za Kiafrika. Tanzania haijawahi kuwa na sifa ya machafuko. Inawezekana kabisa kama alivyosema Mheshimiwa Baba Askofu, hatujajua siasa vizuri. Kwa hiyo Tanzania inatafutwa, mimi ninavyofikiri, inatafutwa kuchafuliwa na watu wasiokuwa na nia nzuri. Niseme hivi kwa sababu ninapofuatilia mazungumzo ya vijana mitandaoni, ninaona kama vile kuna namna wanatumwa. Tatu ule mstari wa kwanza, sisi kama watumishi wa Mungu tunawafundisha na watu wetu kwenye makanisa kutii mamlaka iliyopo. Kwa hiyo kama ambavyo watumishi wenzangu wamesema kwamba sisi wenyewe tunatakiwa tuonyeshe mfano. La pili, sisi kwa sababu ni watumishi wa Mungu, tukisoma ile Waebrania 12 ule mstari wa 14, neno la Mungu linasema kwamba tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Kwa hiyo nimesema sisi tumeitiwa utakatifu. Biblia inasema kwamba tusipokuwa na huo utakatifu hatuwezi kumuona Mungu. Haya mambo mengine tunayoendelea nayo kuna siku yatapita. Lakini pia tusihame katika yale maono ambayo Mungu ametuitia. Na kwa sababu Mungu ametuita kuwa watakatifu na kusimamia hilo eneo, inabidi na watu wetu ambao tunawachunga katika makanisa yetu tuwaelekeze huko. Unapuuzia, lakini hauwezi kupuuzia. Sasa tuna kizazi ambacho hakijasoma siasa. Kwa hiyo kwa hiyo kwanza ningeomba kwamba tuishi sisi kwanza tuifahamu siasa, kwamba tuko katika nchi hii, hatuwezi kujitenga na siasa. Kuna mambo mengine tuyafahamu. Kwa hiyo tukifahamu tuishi sasa kama raia. Kwa hiyo kwa sababu mimi changamoto nayoiona ya kwetu kubwa, atufahamu mambo yalivyo na yanavyokwenda. Kwa hiyo ni kama tunakurupuka, ikifika wakati tunanyanyuka. Na tuangalie kauli zetu tunazochangia kwenye mitandao, tunayosema kwa mtu wa kawaida. Sasa tumepewa dhamana ya kusimamia watu. Kwa hiyo ni jambo gani tunasema? Na mimi kazipita wa kwangu highway, huyu atakayefanya fujo atatoka nchi gani? Lakini tuamue hivyo viongozi, kwamba kila mmoja wenu ana wafuasi. Mimi ni askofu mkuu, nimeshafanya mkakati kwenye mitandao hii ambayo naitumia kuandaa mabaya. Nimewaambia hakuna kufanya siasa mbaya, hakuna kujiunga kwenye hivi vitu vya wanaharakati. Hata vingine sio siasa, ni wanaharakati. Siasa sio hii. Na maendeleo yetu tulionayo, nataka niseme Mheshimiwa Lazaro na Mheshimiwa mkuu wa mkoa, sisi tumefanikiwa. Mafanikio yetu si kwa juhudi zetu peke yetu, ni kwa sababu tumejengewa mazingira mazuri ya kufanikiwa na serikali yuko madarakani. Na ikitokea siku kwamba imetokea kwamba hataki kufanikiwa, ndugu zangu wapendwa, Charles, haya mafanikio yako hata siku moja utayaona. Unaanza kukimbia asubuhi na jioni, mara kubomoa hili, mara jenga hili, mara kuna daraja, mara kuna mkondo wa maji. Sasa hivi wewe tusiwe machafuko hata siku moja. Hakuna sisi kwetu sisi wa Kristo hasa tunaamini Mungu wetu tunayemwabudu sio machafuko. Kwa hiyo mimi kwanza nishukuru kuendelea kutukumbusha, lakini mara nyingi basi viongozi wenzangu tupokee tunayoambiwa na viongozi wetu, kwa sababu mara nyingi neno la Mungu huwa linaweza kupitia kwa kiongozi kama hivi tulivyoambiwa, kumbe ni sauti ya Mungu mwenyewe. Kwa hiyo nafikiri tuyapokee na tuyafanyie kazi, kwa sababu kweli kama walivyosema tunayo nafasi kubwa, kwa wanaotufuata ni wengi sana, na tukiendelea kusimama imara, kwa sababu mara nyingi wengine ni kuongea tu na ile wanasema muhemko. Pongezeni sana kwa sababu umetambua na kuthamini kwamba viongozi hawa wa dini wana nafasi kubwa. Na ni kweli, unajua kiongozi wa dini, wengine wanapenda kumuita kiongozi wa kiroho, spiritual leader.
ana nafasi katika ulimwengu wa mwili na ana nafasi katika ulimwengu wa roho. Wajibu wetu sisi viongozi wa dini, umeshatajwa na viongozi wenzangu hapa, ni kuendelea kuliombea taifa letu, ni kuendelea kushauri na kufundisha maadili katika makanisa yetu, lakini pia kuendelea kuliombea taifa letu na viongozi wetu ili amani hii iweze kuendelea katika taifa letu. Hii ni Tanzania Habari.